Mimi ni Mkushi Mwafrika. Ngomele. Ngomele manake ni maktaba inayotembea, maktaba iliyo bado hai. Manake ya sentensi hiyo ni kwamba Waafrika tulikuwa tuna kawaida ya kusimuliana, kuwa na masimulizi ya hekima ya mbingu kuu. Mbingu kuu kwa lugha ya Kiingereza ni universe. Kwa hiyo ndio maana mimi nikaitwa maktaba inayotembea. Ngomele wa kwanza aliyepewa jina hilo alikuwa ni maktaba anayetembea kwa wakati ule, lakini yale yote alikuwa anayo katika ufunuo wa wahenga, alikuwa anawagawia wengine ambao ni vijana zaidi wa vizazi vingine. Kwa hiyo katika kupasiana huko, maktaba ikahamia kwangu katika nyakati zetu hizi hapa. Kwa hiyo swala hapa si nani ni bora sana au sio nani mwenye ufunuo halisi. Hapa ni mahala ambapo kila mmoja atoe mchango wake kadri ya na yeye anavyofahamu kutokana na masimulizi aliyopata katika makuzi yake. Ili jukwaa limekuja katika wakati mwafaka. Kwa hiyo kadiri ni kwamba imekuja katika muda mwafaka, maana yangu ni kwamba ni kwa sababu ya teknolojia iliyoko. Sasa hivi tunaweza tukaongea moja kwa moja na tukawafikia watu moja kwa moja kwa njia nyepesi. Hutaki kusafiri masafa marefu wala huhitaji nguvu nyingi. Unachohitaji unaweza ukakifanya ukiwa katika nafasi yoyote ile, hata kama ukiwa nyumbani, popote pale. Kwa hiyo msingi wa haya maelezo ni kwamba sisi hatutaki tuonekane Waafrika sasa, badala ya sifa yetu kubwa ambayo ndio asili yetu ya mshikamano, tunaanza eti baadaye kwa nyakati zetu kuanza kutengana. Kutengana huku tunaweza tukatengana kwa kutofautiana na kutokana na kila mmoja wetu na uelewa wake na kadiri alivyolelewa, au kadiri ya mazingira aliyoishi, kadiri ya hali ya maisha anayoishi, iwe ya kipato, iwe ni mazingira tu ya kawaida, kwa sababu kuna watu wanaoishi katika mazingira kidogo ambayo tunaweza kusema si hayaridhishi kwamba walitakiwa wasiweko hapo, kwa maana kwamba mimi simuiti mtu maskini, sina haja ya kumuita mtu maskini kwa sababu hakuna maskini wala hakuna tajiri katika mtazamo wa duniani. Lakini katika mtazamo wa mbingu kuu, sisi wote ni matajiri, kwa sababu sisi wote ni sehemu ya hiyo mbingu kuu. Yaani kwa maana kwamba sisi ni sehemu ya universe. Sisi ni sehemu ya anga mtambuka. Tuko ndani ya ule mzunguko, tuko ndani yake. Sasa hatuhitaji kulumbana, tunahitaji kushikamana. Kama wewe unayo mawili, yule mwingine anayo matano, na mimi ninalo moja, basi kila mmoja aje achangie. Mwenye moja alete hapa mezani, mwenye matatu alete naye mezani, na yule mwenye matano alete wapi? Mezani. Sasa 8 kwa 9 yanakuwa tayari shaongezeka. Sasa hawa walioleta mchanganuo huu, kama kutakuwa kuna kujadili haya 9 ambayo kila mmoja ameyachangia akawekwa mezani, kwa vyovyote vile, kwa sababu sisi hatuishi hapa peke yetu. Hilo ndio jambo watu wanataka wajue. Wahenga tunaposema kwamba lazima tuwaenzi wahenga, lazima tuwaheshimu wahenga, lazima tuwakumbuke wahenga, sio kwa maana kwamba eti wako mbali kadiri unavyoona wewe. Zile ni roho, zile ni roho na zipo kutuongoza wakati wote.
Kwa hiyo mwenye moja anaweza kuwa ameongoza na roho ya mhenga, mwenye tano, mwenye ufunuo, mwenye mafungu matano, naye ameongozwa na wahenga wale wale, na hawa mwenye fungu matatu na michango yake, na yeye ameongozwa na wahenga. Kwa hiyo sisi wote tuko chini ya wahenga. Wahenga watu wengine wanapendelea kuwaita mizimu. Sasa hili limeleta matata. Matata yenyewe ni kwamba mtu akisikia mizimu tayari anaanza kuweka picha nyingine ya kwamba hapa kuna mambo ya kishirikina. Si kweli? Kwa sababu ukisema mzimu unamaanisha ni roho isiyoonekana. Sasa wewe kuihukumu na kusema iko upande wa giza, wewe ni wewe sasa. Yaani unataka sasa ionekane haina maana, si ndio maana yako? Lakini mizimu ndio lugha ambayo inatakiwa, ndio neno ambalo hasa linalostahili kusemwa. Kwa sababu kwanza tuangalie pamoja. Hao wenzetu waliotoka nje ya Afrika wakati wanatuletea hiki kitu kinaitwa dini. Ili neno dini na lenyewe linafuja. Tafsiri ya Kiingereza ukisema religion ni tofauti na ukisema dini. Kwa sababu ukisema dini katika mazingira yetu ya lugha zetu za Kiafrika, sisi haileti maana ile ya kihalisia. Kwa sababu sisi tutakwambia sisi hiyo hatuijui. Ila sisi tunachokijua ni utamaduni au desturi. Hivyo tutakwambia hivyo. Lakini sisi tushazoeshwa. Sisi tumeshakaririshwa kwa miaka mingi sana. Hapa tunazungumza habari ya karne 17. Miaka 1700 dunia imekaririshwa haya maneno mawili, na kila mmoja kivyake. Kuna maneno mawili: dini na dhambi. Dini na dhambi. Dini na dhambi ndiyo yaliyotusababisha mpaka hivi leo tuwe na hofu. Lakini sisi kwenye utamaduni tulikuwa tunasema ile wanayoita dhambi, tulikuwa tunasema umekosea. Kwa kukosea kwako si tunaelewa, una mapungufu ya uelewa. Kwa hiyo kwa kuwa wapo wazee, ndio jukumu lao la kufundisha wewe ili usikosee kesho na kesho kutwa, ili uelewe. Kwa sababu kukosea ni chanzo cha kusahihishwa, na kusahihishwa ni chanzo cha kuelewa. Kwa hiyo imekana hiyo. Sisi tukabadilishiwa kibao, tukaambiwa dini inasema kwamba wewe hutakiwi ukosee, uende kinyume na sheria zilizo kwenye kitabu ambazo ndio zinazotuongoza katika dini yetu. Kwa hiyo kitendo cha kwenda kinyume kwetu tunakichukulia ni dhambi. Wakati sisi Afrika tulikuwa tunasema mtu akikosea amekosea kwa sababu ya ujinga, amekosea kutokana hana elimu ya jambo hilo. Kwa hiyo yule ambaye ni stadi wa jambo hilo, basi amkalishe chini, amwelekeze, amfundishe na yeye aelewe. Mwisho wa safari huyu naye anakuwa ni mchango mzuri kabisa kwenye jamii, kwa sababu lile jambo naye anakuwa ni mwalimu kwa kuwa analijua. Kwa hiyo kuheshimiana ndiko huko kulitokusababishia sisi tukaendelea kuwa na mshikamano. Sasa wewe unapozungumza habari ya dhambi, wewe unapozungumza habari ya dini, tayari unatengeneza makundi, unatengeneza kuwatenga watu. Kwa sababu utasema
yule hayuko kwenye dini yetu na yule anatenda dhambi, kwa sababu kutokana na kitabu chako inaeleza kwamba kitendo anachokifanya yule ni dhambi. Kwa hiyo yule ni mdhambi. Hapo ndio tulipofika tukakwama, ndio tumekwama, hatuna namna. Kwa hiyo lazima tutafute suluhisho la kuhakikisha tunaona kwamba hapo tulipokwama tunajitatua vipi. Basi mimi sina budi kusema kwa leo, kwa kweli nitaka tu nichangie hilo.